Kikutangazia moja kwa moja kutoka makao makuu ya nchi Dodoma. Hii ni Sky TV na hewani kwa sasa ni ulimwengu wa habari na tulionayo usiku huu. Wataalamu wa kinywa na meno wanolewa matumizi ya teknolojia ya CBCT. Kwingineko, simanzi ya tawala baada ya mwalimu kuuawa katika mgogoro wa mifugo. Katika habari za kimataifa, Urusi yafanya mashambulio makubwa nchini Ukraine. Na kunako habari za michezo na burudani, Watanzania watakiwa kuziunga mkono timu za taifa. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, karibu kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Pius Jayunga na moja kwa moja tuanze na habari za kitaifa. Katika kuwa na usahihi wakati wa uchunguzi wa magonjwa ya kuboresha huduma na matibabu, hususani kwa wagonjwa wa kinywa na meno pamoja na pua, koo na masikio, madaktari bingwa wa magonjwa hayo wamekutana mkoani Arusha ili kujengewa uwezo wa matumizi ya mashine ya kisasa ya 3D Cone Beam Computed Tomograph CBCT. Mwandishi wetu Amina Ngahewa kutoka mkoani Arusha anaundani taarifa hii. Inaelezwa kuwa teknolojia hiyo ya kisasa hutoa picha za kina za eneo la kinywa, meno, taya, pua na sehemu nyingine za uso na kumwezesha daktari kufanya uchunguzi wa uhakika na kufanya matibabu yanayokidhi mahitaji ya mgonjwa, tofauti na hapo awali ambayo ilikuwa ikitoa picha za sehemu moja au sehemu mbili 2D. Mashine hii ni mashine mpya sana ndani ya nchi yetu, ni mashine ambayo tulikuwa tunazisikia kwenye nchi za wenzetu, hasa nchi za Ulaya, lakini katika bara la Afrika, Tanzania ni moja ya nchi ambayo kupitia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanikisha upatikanaji wa mashine hizi kupitia bohari ya dawa, na tuko na wadau wetu wa Hypermed Healthcare Limited ambao ni wadau wanaoshirikiana na bohari ya dawa katika kusambaza mashine hizi ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo tumewaita wataalamu hawa ambao wanapewa elimu ya matumizi ya mashine hizi katika kusoma zile picha na namna gani ya kuwasaidia wagonjwa katika matibabu. Kwa upande wao, wadau ambao ndio wasambazaji wa mashine hiyo wanabainisha umuhimu wa wataalamu hao kupata mafunzo ili kuwajenga zaidi. Inahitajika madaktari bingwa wasitumie kwa ufasaha. Kwa hiyo tunakuwa tuna taratibu maalum za kuchukua wataalamu wetu tulionao katika kampuni yetu na kuweza kusambaza ujuzi huu kwa madaktari bingwa waliopo nchini kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hizi mashine zinatumika kwa usahihi na zinawasaidia Watanzania katika vipimo mbalimbali. Nadhani kuanzia mwanzo madaktari walikuwa wanatumia uwezo wao tu wa kuweza kutibu wagonjwa kulingana na elimu waliokuwa nayo, lakini kwa sasa inahitajika uchunguzi kwanza ufanyike, alafu uweze kuleta na ile knowledge ya daktari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wagonjwa wanapata huduma sahihi. Tumealika wataalamu mbalimbali, wataalamu wa radiografia na wataalamu wa dental pamoja na wataalamu wa ENT kwa ajili kwa pamoja waweze kupata mafunzo ambayo ni elekezi, kuhakikisha wakirudi katika vituo vyao wananchi wanapata huduma ambazo ni sahihi na tunahakikisha tunajenga taifa ambalo lina afya njema. Nao washiriki wa mafunzo hayo wanasema matumizi ya teknolojia hiyo yatarahisisha utoaji huduma kwa haraka. Ukitumia mashine hii ya CBCT unaliona jino kwa upande zote, unaweza kuliona kwa upande wa ndani, upande wa nje, kwenye kila engo, na inakusaidia kurahisisha kulishusha ile jino liende kwenye mpangilio wake mzuri kama unataka kulishusha. Imerahisisha kwa unapotaka kujua tatizo la mgonjwa. Siku zote huwa tunaanza na ile kumsikiliza mgonjwa tatizo lake. 60% ya tatizo la mgonjwa unaipata kwa history, lakini hiyo 40% inachangiwa na vipimo. Sasa hii kwenye kufanya vipimo inasaidia kuweza kujua mgonjwa ana tatizo gani kikamilifu bila kukosea kitu chochote. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Vilio na simanzi vimetawala wakati wa kuaga mwili wa mwalimu wa shule ya sekondari Galula iliyopo mkoani Songwe, Nicetas Matthew Dimoso mwenye umri wa miaka 41 aliyefariki dunia baada ya kushambuliwa na watu wanaodaiwa kuwa ni jamii ya wafugaji. Mwandishi wetu Upendo Kibetile kutoka mkoani Mbeya anatutumia taarifa hii. Chanzo cha mauaji hayo kinatajwa kuwa ni mgogoro unaohusishwa na kuingizwa kwa mifugo ndani ya shule ya sekondari Galula. Na hapa mmoja wa shuhuda anaeleza.
Mnamo tarehe 26 mwalimu akiwa kwenye majukumu yake ya kufundisha na kusimamia watoto jioni muda wa saa 2, ghafla wafugaji walitokea na mifugo mingi. Kwa hiyo wakati wanafunzi wanaitoa ile mifugo eneo la shule, wafugaji walipotokea wakawakimbiza wanafunzi. Alipojaribu kuwazuia mwalimu, wakamfuata wakampiga, kwa sababu mwalimu alikuwa na ugonjwa wa mguu, alikuwa hana uwezo wa kukimbia. Walimkuta amekaa pale, wakampiga kichwani, akaanguka. Tokea pale hajaongea tena mpaka umauti unamkuta tarehe 28. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Songwe Fadhili Nkululu amesema sheria itafuata mkondo wake kwa wale waliohusika na mauaji hayo. Nyingi mtu anapofariki watu hulia na kuomboleza kwa sababu kifo hakizoeleki, na hakuna maneno yoyote mazuri yanayoweza kuondoa au kupunguza uchungu wa kuondokewa na wapendwa wetu. Itoshe kuungana nanyi katika huzuni hii, katika simanzi hii, kuhakikisha kwamba tunaomboleza kifo cha Mwalimu Limoso. Binafsi niliwahi kukutana naye mara moja tu mwaka jana. Anapata sifa zake nyingi kwamba alikuwa ni mtu mwema, lakini kubwa zaidi alikuwa anatulelea watoto wetu na kuwaelimisha watoto wetu. Kama serikali, tukio hili limetustua na kutukera sana, na nataka niseme mbele yenu kwamba hawa waliofanya hili jambo nataka niwatumie kama mfano, kuhakikisha kwamba jambo kama hili halitakaa litokee tena, haswa kwa watumishi wetu ambao wanaishi kule. Hakuna haja ya kujenga taharuki wakati serikali ipo. Afisa michezo na utamaduni wilaya ya Mbeya ni Mwindaeli Danieli pamoja na diwani wameiasa jamii kutojihusisha na vitendo hivyo, kwani vinapunguza nguvu kazi ya taifa. Limoso, kwa sababu nilikuwa nawasiliana na madaktari, nilikuwa najua hali ya mume wake, lakini ulionyesha ujasiri mkubwa sana. Na mimi nilipokuwa naongea na wewe, nilikuwa nakwambia tuendelee kuomba, kwa sababu hakuna kinachoshindikana mbele ya Mwenyezi Mungu. Utabaki wewe na mwanao. Mimi niwaombe watu wote tuendelee kumwombea Mrs. Limoso. Tumuombe Mungu aipe nafasi ya huruma familia ya marehemu. Mkuu wao wa kaya ameshaondoka. Sisi kama familia, kama jamaa, marafiki, watumishi wa serikali, viongozi wote, mwenzetu tumuombee Mungu ampokee. Mwalimu Limoso alifariki dunia Julai 28 katika hospitali ya rufaa kanda ya Mbeya baada ya shambulio hilo. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Na sasa tuelekee mkoani Songwe. Wananchi wa kata ya Iyula wilayani Mbozi mkoani Songwe wameanza kushuhudia matunda ya ujenzi wa barabara ya lami yenye urefu wa kilomita 21 baada ya shughuli za kiuchumi kuongezeka na kuvutia wawekezaji kuanza kuwekeza katika eneo hilo. Baadhi ya wananchi wanasema kukamilika kwa mradi huo kumerahisisha usafiri na usafirishaji wa bidhaa, kuongeza fursa za biashara na kuchochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika kata hiyo. John Kiango ana undani wa taarifa hii. Sky TV imefika katika kata ya Iyula ambapo ni takribani zaidi ya kilomita 20 kutoka makao makuu ya wilaya ya Mbozi mjini Vwawa na kuzungumza na baadhi ya wananchi juu ya ujenzi wa barabara ya lami ya kilomita 21 ambayo tayari imeshaanza kuonyesha matunda ama imeanza kuonyesha maendeleo ya kiuchumi bara hii kukamilika kwake. Na hapa wananchi wa kata na eneo hili ya Iyula wanazungumza. Tumeona watu wengi wameanza kujisogeza na biashara zao ambayo tulikuwa tuwaoni. Ni wengi wamejaa kutaka kuleta biashara huko. Mpaka kupeleka Idiwili na mtu wanauza na wageni wengi tu wamejitokeza mapema namna hiyo. Inaonekana kwamba wakati itakuwa halali tutakuwa ni faida kubwa sana. Inaonekana wazi kwamba tuna changamoto kubwa sana ya biashara na wawekezaji watajaa sana maeneo haya kibiashara, ambapo ni maendeleo ya nchi. Kwa kila mmoja anahitaji biashara mahali kwenye lami ni rahisi mno kuliko sehemu zingine, maana usafiri ni rahisi kuliko wakati wa barabara za vumbi. Hilo litatuletea tija ya maendeleo kwa maeneo yetu haya. Nashukuru Rais pamoja na mbunge na diwani wetu kwa ushirikiano, na ndio maana barabara hiyo imetengenezwa, kwa sababu barabara hii inafika mpaka Ileje na watu mpaka wa Malawi wanaweza tu wakaleta biashara zao.
ninavyoiona. Barabara hii wameigundua vizuri sana na walikokaa walifikiria vizuri sana na wapongeze. Umetuwezesha pakubwa na pia maendeleo manake yameanza kuonekana. Alafu pia vile vile ukiangalia manake katika mkoa huu au katika wilaya ya Mbezi, zao kubwa ambayo tunategemea manake ni zao la kahawa pamoja na mazao mengine mahindi, maharage na viazi. Lakini ukiangalia mpaka kwa sasa zao la kahawa tumepata manake manufaa makubwa, kwa sababu manake njia zimeanza kupitika kiurahisi na njia imekuwa bora zaidi, kwa maana ya kwamba bado haijakamilika, lakini mpaka atakapokuja kulikava na kukamilika, naamini ya kwamba tutapata manufaa mazuri zaidi. Mimi na binafsi kwanza naomba tu nishukuru serikali ya awamu hii kwa kutuweza kusikia kilio cha Wanaiula, kwa sababu kilio cha Wanaiula ilikuwa ni kupata barabara ya lami, na katika barabara hii ilikuwa inatoka Iyula inaenda Ilege kuunganisha na mpakani mwa Malawi. Kwa kipindi hiki tumepata fedha kwa ajili ya kulima kilomita 21 ambazo inatoka Luanda Iyula Idiwiri kilomita 21, na barabara hii inalimwa kwa kiwango cha lami ambayo ina thamani gharama ya bilioni 45, na kuna wakandarasi ambao wapo site wapo 4 edika kwa kuweza, kwa sababu ilikuwa ni changamoto. Ilikuwa ukitaka kusafirisha mazao ilikuwa ni shida, ukitaka kusafiri wewe mwenyewe labda una mgonjwa ilikuwa ni shida, lakini kwa safari hii hata ukitaka kuondoka unaondoka na unaweza kufika kwa wakati huo ambao umepanga. Ni kwa sababu tu ya miundombinu ya barabara itakayoendelea kuboreshwa. Kwa hiyo basi punde tu barabara hii itakapokamilika, nina imani itatuletea faida sana sisi Wanaiula. Moja, yani kata yenyewe ya Iyula mpaka saizi viwanja, yani saizi tu bado lami haijakamilika, lakini viwanja vimeshapanda thamani. Watu wanakuja kununua viwanja hapa, kiwanja ambacho kilikuwa nauza milioni 2 saizi kinaenda milioni 10, milioni 20. Mashamba ambayo ilikuwa tunanunua milioni 1, lakini saizi unakuta shamba milioni 5, milioni 10 na mpaka milioni 50. Nikiripoti kutoka katika kata ya Iyula wilayani Mbezi mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Sky TV imefika katika kijiji cha Bugombela kata ya Nyamtukuza wilayani Nyang'hwale wanatarajia kumaliza adha ya watoto wao kutembea umbali mrefu kufuata masomo, na hii ni baada ya kuchangia fedha, nguvu kazi na rasilimali mbalimbali kufanikisha ujenzi wa shule shikizi katika kijiji hicho. Wakazi hao wanasema shule hiyo itakapokamilika itawarahisishia watoto kupata elimu karibu na makazi yao, kuongeza mahudhurio darasani, kupunguza uchovu na unaotokana na kutembea umbali mrefu, na kuwapa wazazi utulivu wa kuona watoto wao wanasoma katika mazingira yaliyo salama na yanayofikika kwa urahisi. Mradi huo wa ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa ulianza mwezi Machi 2026 na hadi sasa umetumia shilingi milioni 12,556,056, ambapo kati ya hizo wananchi wamechangia shilingi milioni 8,556,056 pamoja na nguvu kazi na vifaa mbalimbali vya ujenzi. Watoto wetu kwa kweli walikuwa wanatembea kwa umbali mrefu, lakini haitoshi. Kwenye shule mama ambayo walikuwa wanaenda walikuwa ni wengi, kwa maana ya kwamba walikuwa wamejaa. Sasa wenzetu walikuwa wanalalamika kwa sababu ya wingi, ufanisi katika ufundishaji ulikuwa ni mgumu kidogo. Linaendelea kuwa vizuri kwa sababu jengo limeanza la shule, na vijana wetu wanasomea umbali mkubwa sana, na wengi wanaishia njiani kwa kutokuwa na shule. Kwa hiyo jengo hili likikamilika, tutakuwa na furaha sana na watoto wetu watasoma na wataendelea vizuri. Huu wa ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa na ofisi moja ulianza mnamo Machi 2026 ikiwa ni kwa ushirikiano wa nguvu za wananchi pamoja na mfuko wa jimbo. Gharama za mradi, Mheshimiwa Mwenyekiti wa wilaya, mpaka sasa mradi huu umegharimu kiasi cha shilingi milioni 12,556,056 kwa mchanganuo ufuatao: nguvu za wananchi milioni 8,556,056, ikiwa ni shughuli zifuatazo: ununuzi wa eneo, kulipa fundi wa kufyatua tofali, kulipa fundi wa kujenga, kununua mbao, kuzogeza mchanga, kokoto pamoja na maji. Sisi kama Chama cha Mapinduzi tumeridhishwa na kasi ya ujenzi wenu, lakini pia mmejenga kwa kiwango na madarasa mawili pamoja na ofisi yako vizuri. Tuseme tu kwamba endeleeni na umoja, endeleeni na moyo kama huo,
na twende sasa tukaibadilishe Bugombera. Bugombera ya zamani tuhame twende Bugombera ya sasa. Haya yote yanawezekana. Tunawapongeza sana. Tuseme kwa ujumla miradi imeenda vizuri sana. Tunawashukuru watu wa serikali kwa sababu wamesimamia sawa sawa na majengo yamejengwa kwa kiwango kikubwa. Tunashukuru sana. Unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV, na habari kuu usiku huu. Wanafunzi mguso wakabidhiwa kompyuta zipatazo 43. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na Ulimwengu wa Habari. Mimi ni Pius Jayunga na hii ni Sky TV. Wanafunzi wa shule ya sekondari Mgusu iliyopo katika halmashauri ya manispaa ya Geita wamekabidhiwa kompyuta 43 zitakazosaidia kujifunza kidigitali ili kuchochea ufaulu katika masomo yao. Mwandishi wetu Michael Francis Bundala kutoka mkoani Geita ana undani wa taarifa hii. Kompyuta hizo zimekabidhiwa na diwani wa kata hiyo ya Mgusu, ambaye anasema zinatokana na michango ya wadau mbalimbali ili kuchagiza wanafunzi kujifunza kidigitali. Niwashukuru sana wadau wa maendeleo kwenye kata yetu ya Mgusu ambao kwa wazo langu hili waliona ni vyema waniunge mkono. Kipekee kabisa nianze na Mgusu Miners ambao wao walituchangia kompyuta 10. Kwa katika hizi kompyuta 43 ambazo leo tunazikabidhi, basi 10 walichangia Mgusu Miners. Niwashukuru pia wadau wengine ambao sitowataja pengine kwa majina yao, lakini nao walituchangia kuhakikisha tunafanikisha ununuzi wa kompyuta hizi. Jingine nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge ambaye kwa nafasi yake aliona sisi Mgusu pia tunastahili kupata fedha kidogo kutoka kwenye mfuko wa jimbo, ambapo walituchangia kiasi cha milioni 3 zilizowezesha upatikanaji wa meza hizi ambazo leo wanafunzi wamekaria. Yefredi Muyenzi ni mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Geita. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela, ameagiza kompyuta hizi zitunzwe na kutumiwa kwa malengo yaliyokusudiwa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye ndiye alikuwa awe mgeni rasmi hapa, ameelekeza walimu na wanafunzi wa shule hii, hakikisheni kwanza mnavitumia vifaa hivi kwa makusudi na malengo ambayo Mheshimiwa diwani ametoa. Isiwepo tena leo tunaviona viko hapa, kesho viko mahala kwingine kwa ajili ya matumizi ambayo hayakusudiwa. Vitumike kama vilivyokusudiwa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameelekeza pia hivi vifaa vitunzwe ili viweze kudumu na kutumika kwa muda mrefu kwa ajili ya wanafunzi wa vidato tofauti tofauti ambavyo viko katika shule hii. Lakini Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameelekeza pia kwamba hii isiwe mara ya mwisho. Mheshimiwa diwani, huu ni mwanzo mzuri, lakini bado unayo nafasi ya kuendelea kuiangalia kata yako, na hata wakati mwingine inapokupendeza wadau wakiwa wameongezeka, wamekushika mkono na kata zingine pia. Ofisi ya mbunge jimbo la Geita mjini inaeleza kwamba imetoa mchango wake wa kununua meza za kutunzia vifaa hivi. Lakini anawapongeza sana wananchi wa Mgusu waliomchagua diwani huyu, lakini zaidi anawaomba uongozi wa shule ya sekondari ya Mgusu pamoja na wanafunzi wote, vifaa hivi au kompyuta hizi zimepatikana, kwa tuzilinde na tuzitumie vizuri ili ziweze kufaa kizazi cha darasa hili lililopo na darasa lijalo. Namshukuru kwa kutuletea kompyuta shuleni kwetu, kwa sababu kuna masomo ya kompyuta, lakini hapa kwa shuleni kwetu tulikuwa bado hatujapata hiyo nafasi. Kwa hiyo ameturahisishia na sisi tuonekane katika zile shule zote zinazosoma kompyuta na sisi tuwemo ndani yake. Kwa namshukuru sana diwani yetu. Matumizi ya kompyuta kwa wanafunzi ni kwamba yanarahisisha kupata vitabu vya kujisomea mtandaoni, lakini pamoja na kurahisisha kutafuta majawabu ya maswali magumu tena na kwa haraka. Michael Francis Bundala, Sky TV.
Asante Michael Francis Bundala kwa taarifa hiyo. Shirika la Umoja Mataifa la Maendeleo UNDP na Wizara ya Nishati wametangaza rasmi kufunguliwa kwa dirisha la maombi kwa ajili ya awamu ya 4 ya programu ya ufadhili ya wanawake katika nishati endelevu WISE, ambapo watakaopata ufadhili huo watanufaika na fursa mbalimbali ikiwemo kusoma stashahada ya uzamili katika nishati endelevu ndani ya Taasisi ya Teknolojia ya Dar es Salaam DIT. Programu hii ni mpango wa kimkakati ulioundwa mahususi kuwapatia mabinti wa kike wa Kitanzania ujuzi wa hali ya juu wa kiufundi katika ngazi ya stashahada ya uzamili ili kuimarisha ushiriki na uongozi wao katika mchakato wa mabadiliko ya sekta ya nishati nchini. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika Taasisi ya Teknolojia ya Dar es Salaam DIT tarehe 30 Julai 2026, mkuu wa kitengo cha usimamizi wa mazingira kutoka Wizara ya Nishati Emiliani Nyanda ameelezea kuwa ufadhili huu ni muhimu katika kuziba pengo la wataalamu wa kiufundi ambao ni muhimu katika kutekeleza mipango ya serikali kama vile nishati safi ya kupikia na uzalishaji wa umeme. Kwa hiyo kwa sisi katika sekta ya nishati jitihada hizi za kuzalisha hawa wataalamu zinakwenda sasa kuchochea utekelezaji wa sera, mipango na mikakati ya serikali. Kwa hiyo ni furaha yetu kwamba sasa wataalamu wanaongezeka na sio wataalamu tu. Hapo awali tumekuwa ni wanaume tu. Hata leo kicheki stoko hapa kila Profesa Ndomba hapa utakuta labda karibia 80% au 70 ni wao. Lakini sasa tunaanza kutoka huko sasa. Vijana wa kike sasa wanasaidia kubridge hiyo gap na ni maendeleo mazuri sana. Sio tu kuhakikisha tunapata wataalamu, lakini na sera zingine za jinsia na matakwa ya kimataifa kwamba ile gender balance sasa male dominance ipungue, na sisi tunafuraha sasa hiyo tunatekeleza kwa vitendo. My name is Veronica Sigala, working with UNDP as a talent development manager. So I'm here on behalf of UNDP Tanzania, opening doors of the young Tanzanians, women, to acquire advanced technical skills, pursue career in energy sector, contribute directly to the country's sustainable development. Since the program was launched in 2023, 45 young Tanzanians women have received the scholarships across 3 cohorts, with support from the European Union and the Embassy of Ireland. Through the first cohort, a further 15 fully funded scholarships will be awarded, bringing the total number of supported to 60. The WISE program demonstrates how one focused investment can advance several sustainable development goals simultaneously. It promotes equality, education under SDG 4, gender equality under SDG 5, affordable and clean energy under SDG 7, decent work under SDG 8, and climate action under SDG 15. DIT tumefarijika sana kwa sababu huu mradi is not donor driven, sio labda tuseme tu umehamasishwa na wafadhili. Hapana, unalandana kabisa na mikakati ya taasisi yetu ambapo tunasema mafunzo tunaotoa hapa kwetu na shughuli zote tunazofanya. Nafikiri mnafahamu waandishi wa habari, tunafanya zaidi ya mafunzo. Mambo yote tunayofanya hapa DIT lazima yawe yanatatua changamoto za jamii. Hili lilihitaji sana mkakati hili tunazungumza hili eneo hili wa kuwezesha kwanza kuandaa wasomi katika ngazi hii ya katika ngazi ya masters, ambao kweli wataenda kusaidia kufanya promotion, kusimamia na promotion kwenye sekta mbalimbali.
Ndio kwa maana tunaona hiyo sasa tuna hii program ya WISE, lakini pia inarandana na program nzima yetu ya kuongeza udahili. Hapa 2016 idadi ya wanawake hapa wanafunzi walikuwa 14% tu. Imeelezwa kuwa katika awamu hii jumla ya nafasi 15 za ufadhili wa masomo wa gharama zote zinazotolewa, jambo linalofanya jumla ya wanawake waliofadhiliwa tangu kuanzishwa kwa mradi huu mwaka 2023 kufikia 60. Zinazile Mswima, Sky TV. Taarifa hiyo inatupeleka mapumziko mafupi. Tutakaporejea tutakuwa na habari za biashara na uchumi, na usiondoke. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Mindi Josefu. Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Dr. Pius Chaya amesema serikali inalenga kuifanya sekta binafsi kwa muhimili mkuu wa ukuaji wa uchumi na utoaji wa ajira kwa vijana kupitia utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050. Akizungumza leo Julai 30, 2026 alipoanza ziara ya kukagua hali ya uwekezaji wilayani Siha mkoani Kilimanjaro, Dr. Chaya amesema dira ya 2050 inalenga uchumi wa dola trilioni 1 za Marekani, ambapo sekta binafsi inatarajiwa kuchangia 70% na serikali 30%. Wataalamu wetu wa uchumi walifanya simulation analysis. Wakaona kwamba ili tuweze kumsaidia Mheshimiwa Rais kwenye tatizo la ajira, tukisema kwamba eti serikali ina uwezo wa kuajiri hao watu wote, hiyo ndoto haitakuja kutimia. Njia pekee ni kuijenga sekta binafsi. Na ndio maana Mheshimiwa Rais akaunda wizara ambayo ipo chini yake ya uwekezaji, ambapo kimsingi yeye mwenyewe anasimamia sekta binafsi. Kwa hiyo ile sekta binafsi ipo chini ya ofisi ya Rais, na tarehe 3 mwezi huu Mheshimiwa Rais ataongea na sekta binafsi. Kuna vitu ambavyo tunaenda kukubaliana kama nchi. Sekta binafsi inaenda kukubaliana na Mheshimiwa Rais katika kumsaidia katika kufikia hiyo azima ya 70% ya pato la taifa, lakini tunataka sekta binafsi itengeneze ajira zaidi ya 70%. Tunategemea vijana wetu wanaomaliza vyuo, wale waliomaliza form 4 na wengine waajiriwe mashambani, viwandani
na huko kwingine ambako sekta binafsi itawekeza. Kwa hiyo sisi ofisi yetu kwa kweli tukiona mtu anainyanyasa sekta binafsi, kwa kweli tunajisikia uchungu sana. Kwa sababu moja ni eneo ambalo Mheshimiwa Rais ametupa na ametusisitiza sasa hivi. Na nyinyi ni mashahidi mkifuatilia speech nyingi za Mheshimiwa Rais. Yaani hataki kusikia sekta binafsi inanyanyasika. Wafanyabiashara, wawekezaji, lazima tuwalinde. Bila kuwalinda, hiyo tunasema kwamba eti 70% itabaki kwenye makaratasi. Na ndio maana leo tumekuja hapa, tunakagua hayo maeneo, lakini vivyo tunajua hayo maeneo yameshikiliwa vivyo na sekta binafsi, kuna hizo vyama vya ushirika, lakini kuna wakulima mmoja na kadhalika. Kwa kweli sisi wizara yetu ipo on top ya kuhakikisha kwamba sekta binafsi, hususan wale ambao wanafanya kazi kwenye uzalishaji mali, wakulima, wafugaji, wote hao sisi ni sekta binafsi. Wafanyabiashara wote hao tunawalinda. Mama ntilie, baba ntilie, mama lishe, baba lishe, wote hao tunawalinda. Kwa hiyo ni eneo ambalo sisi kama ofisi ya Rais mipango na uwekezaji na tumepewa hiyo instrument, waziri wangu anaisimamia, tunaliwekea mkazo mkubwa sana. Na lengo la hizi ziara ni kufuatilia hali ya uwekezaji, hasa hususan sekta binafsi, lakini vile vile hali ya uwekezaji wa umma. Haya mashamba kama mlivyosema ni mashamba ya umma na yamilikiwa na msajili wa hazina, lakini kama alivyosema Dasi yamekuwa na historia ndefu sana huko nyuma ambayo kimsingi na sisi na tumekuwa tukipewa maelekezo na mamlaka ni jinsi gani ya kufanya. Yes, mamlaka inatoa maelekezo, lakini ukija kwenye site, ndio maana tunapenda kuja site. Ukisoma tu taarifa hizi zinazotoka huko wataalamu wetu, ukisoma hivi unaweza usielewe kitu. Mtazamaji, tutazame viwango vya kubadilisha fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2634 na senti 60 na imeuzwa kwa shilingi 2660 na senti 95. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3500 na senti 07 na imeuzwa kwa shilingi 3535 na senti 07. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2998 na senti 17 na imeuzwa kwa shilingi 3028 na senti 16. Yuan ya China imenunuliwa kwa shilingi 389 na senti 36 na imeuzwa kwa shilingi 393 na senti 25. Yuan ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 08 na imeuzwa kwa shilingi 16 na senti 24. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 157 na senti 08 na imeuzwa kwa shilingi 158 na senti 65. Kenya shilingi imenunuliwa kwa shilingi 20 na senti 35 na imeuzwa kwa shilingi 20 na senti 55. Faranga Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 78 na imeuzwa kwa shilingi 1 na senti 80. Uganda shilingi imenunuliwa kwa senti 70 na imeuzwa kwa senti 71. Faranga Burundi imenunuliwa kwa senti 87 na imeuzwa kwa senti 88. Tamati ya habari za biashara na uchumi, mtazamaji, kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Biashara na uchumi. Na tuelekee moja kwa moja katika habari za kimataifa tukipata simulizi kamili. Habari za kimataifa. Na moja kwa moja leo mtazamaji, tuanzie kule Ukraine ambapo takribani watu 4 wameuawa na wengi kujeruhiwa katika mashambulizi yaliyofanyika dhidi ya miji mbalimbali ya Ukraine, huku Rais Zelensky akiwashinikiza washirika wake kutumia mifumo ya ulinzi wa anga. Umoja wa Ulaya umeikosoa Urusi kwa kuishambulia tena Ukraine na kusema kwamba mashambulizi hayo yamekiuka anga ya Poland. Lakini maafisa wa Ukraine wamefahamisha kwamba Urusi ilianzisha mashambulio makubwa usiku wa kuamkia hivi leo dhidi ya nchi hii
hiyo na kusababisha vifo vya takribani watu 4 na kujeruhi wengine wengi. Miji kadhaa ya Ukraine ikiwemo upande wa magharibi kutoka mpakani mwa Urusi ililengwa kwa makombora na mamia ya droni. Tahadhari za mashambulizi ya anga zilitolewa kote nchini humo. Zelensky aelezea matumaini ya Ukraine kujiunga na EU. Rais Volodymyr Zelensky amesema kuwa makazi ya watu, biashara na miundombinu imeharibiwa vibaya na Urusi ambaye imefyatua zaidi ya makombora 70 ikiwemo ya masafa marefu na droni 280. Pia Zelensky amesema kwa mara nyingine amewatolea wito washirika wake wa nchi za magharibi na hasa Marekani kuipatia nchi yake mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot. Na kwingineko, mtazamaji, kiongozi mkongwe wa upinzani Dr. Kizza Besigye akiwa kizimbani kusikiliza kesi ya uhaini inayomkabili pamoja na mtuhumiwa mwenzake kiongozi mkongwe wa upinzani nchini Uganda anayezuiliwa jela. Kizza Besigye ambaye hapo jana alianguka akiwa mahakamani amelazwa hospitalini akiwa katika hali mbaya. Mkewe Winnie Banyima ameandika kwenye ukurasa wa X hivi leo kwamba Besigye mwenye umri wa miaka 70 amelazwa katika chumba maalum cha wagonjwa mahututi akiwa amepoteza fahamu katika hospitali ya rufaa ya Mulago. Labda nikukumbushe tu mtazamaji, jana Jumatano mwanasiasa huyo mkongwe, mkosoaji mkubwa wa serikali ya Rais Museveni, alifikishwa mahakamani mjini Kampala kujibu kesi inayomkabili ya uhaini. Amekuwa akishikiliwa jela tangu Novemba. Habari za kimataifa. Sky TV. Naam, asante sana kwa kutazama habari za kimataifa hizo, na tukuombe radhi kwa changamoto ambayo imetokea. Sasa tuelekee moja kwa moja katika habari za michezo na burudani. Johannes Michael muona tayari hapa anapiga jaramba kukuja kukupasha yale yote ambayo yapo viwanjani kwa siku ya leo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC.
Habari za michezo na burudani. Huhali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tukianza kuangazia taarifa zetu ni hapa nyumbani, ni kuhusiana na rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia ameweka wazi mabadiliko ya kanuni ya adhabu zitakazotumika kwenye ligi kuu msimu ujao, ikiwepo kanuni ya kutotumia vyumba vya kubadilishia nguo, ambapo rais wa shirikisho hilo amegusia juu ya kuwepo kifaa maalum ambacho kitatumika ndani ya chumba hicho kupima hali ya hewa iko vipi, na kama klabu ikisingizia basi kuna adhabu ambayo itapata na kupokwa alama 5. Tumekubaliana kwamba tunanunua vifaa. Kuna vifaa vya kudetect harmful gases. Tutanunua vifaa hivyo, vitakuwa vinatumika kwenye chumba. Mtu akikataa kuingia kwenye chumba, tutapima. Tukiona kwamba hakina matatizo, mechi itaendelea, matokeo yatabaki yale yale, lakini tunachukua pointi 5 kwenye mfuko aliona. Kama hana pointi 5, tutaanza na minus. Hilo tumeliweka hivyo. Tumewaita viongozi wale, wameitwa ili kuweza kupata kwa nini wanafanya na wanarudia. Wameeleza na tumechukua. Kilikuwa ni vikao vizuri kabisa, vimetupa mwanga. Kweli kuna vitu vinafanyika, ingawa pale tulishindwa, huwezi kuvidhibitisha kwa sababu hatakuwa na vifaa hivyo, lakini pia basi unatoka nje kabisa. Lakini pia tumeuliza ukaguzi unafanyikia wapi. Kuna vitu vingi tumehakikisha kwamba angalau taratibu zifuatwe. Na tulijaribu kuangalia kama walikwenda kweli, mwamuzi angekwenda kaenda kuwakagua huko kwenye jumba la dhahabu, tungeruka naye mwamuzi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tunavirekebisha. Na jamani, kanuni duniani, sheria zimetengenezwa kwa ajili ya matukio. Linapotokea tukio ndio linatupeleka kutengeneza. Na ndio maana kila msimu tunapitia kanuni, tunarekebisha. Ingawa mwaka huu kanuni zimerekebishwa kwa kiasi kikubwa sana. Na tukiangazia panapo taarifa nyingine kuhusiana na msemaji wa timu za taifa Haji Sande Manara amejibu kuhusu malalamiko ya watu baada ya mchezo wa kwanza wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars katika michuano ya AFCON mwaka 2026 ambayo inaendelea pale nchini Morocco, huku Haji Manara akiwa akiwaasa wa Tanzania kuweza kuzisapoti timu za taifa na kupongeza pale zinapofanya vizuri katika michezo yao mbalimbali. Big no. Tena kwa herufi kubwa. Akaandika tu nilijua tu, akacheka. Big no. Yule ni icon. Hatuna sisi mtu ambaye amefika level yake katika miaka karibuni, hakuna. Nani kashinda ubingwa wa Afrika akiwa na Mazembe? Bingwa twice nadhani, kama siko sawa. Kama Mtanzania wa kwanza kushinda tuzo ya mchezaji bora anayecheza ligi ya ndani, top kabisa, top class. Kenda kacheza Belgium ligi kuu, kenda England tucheza Aston Villa, kafunga goli aliyofunga na Manchester, Liverpool. Unaweza kufunga Liverpool? Unaweza? Tuatoka Kipangulile kule Bagala kenda kaweka. Kacheza France, kacheza Greece, kacheza wapi? Wewe ndo icon. Hawa wachezaji wanakuangalia wewe. Tumalizie AFCON. Baada ya pale tutakutafutia mechi moja kubwa. Limechi, sio mechi, limechi kubwa kabisa. Benjamin Mkapa tunakuaga rasmi. Na tunaweza tukawashawishi TFF kwa kazi ulioifanya kwa nchi yako, tukaistaafisha jezi namba 10 kutumika kwenye timu ya taifa walau kwa mwaka mmoja au miaka miwili, kukupa hiyo heshima. Na uwanja mzima tukasimama, na sikio mimi ndio nitakuwa namuita bwana, nakuja mbwana pale,
tena sitamwita mbwana, namwita bwana. Bwana, uwanja unasimama. Unapiga saluti, naambia watu wote piga saluti. Tunakuaga kwa heshima, unaaga kwenye Instagram. Bwana vipi? Wewe tukuaga kwenye Instagram. Wewe mchezaji mkubwa, wewe ni icon. Msemaji wa timu zote za taifa huyo Haji Sande Manara. Na tukiangazia panapo taarifa nyingine kuhusiana na mwanariadha wa Tanzania Winifrida Makenje ameandika historia kwa kuvunja rekodi ya taifa ya mbio za mita 200 kwa wanawake iliyodumu kwa miaka 47 baada ya kutumia sekunde 23 na senti 88 katika michezo ya Jumuiya ya Madola inaendelea jijini Glasgow nchini Scotland. Muda huo umefuta rekodi ya awali ya taifa ya sekunde 23 na senti 92 iliyowekwa na mwanariadha Nzaeli Kiomo kwenye michezo ya Afrika iliyofanyika Agosti 2 mwaka 1979 jijini Dakar nchini Senegal, na hivyo kuandika ukurasa mpya katika historia ya riadha ya Tanzania. Mbali na kuweka rekodi hiyo mpya ya taifa, Makenje pia amefuzu hatua ya nusu fainali ya mbio za mita 200 wanawake, mafanikio yanayoridhisha kiwango chake bora na kuendelea kuipa heshima Tanzania katika jukwaa la kimataifa. Pongezi kwake Makenje kwa kitu ambacho amekifanya na kuweza kuweka historia mpya katika taifa la Tanzania. Na moja kwa moja tukikwea pipa hadi kimataifa ni kuhusiana na Wizara ya Michezo ya Senegal imekataa kulipa. Na tukiangazia panapo taarifa nyingine kuhusiana na FIFA imefungua rasmi kesi ya kinidhamu dhidi ya shirikisho. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, ndo mwisho wa habari za michezo na burudani, na kurejesha kwake Pius Jayunga ingie kama Peter Shalulile. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Na mlikuwa naye Johannes Michael katika habari za michezo na burudani. Bila shaka Johannes Michael ni miongoni mwa watu ambao wanakubali kiwango cha mchezaji Peter Shalulile ambaye tayari amekwisha kujiunga na klabu ya Yanga. Kwa hiyo pengine tungoje burudani kuiona ligi itakapokuwa imeanza. Tuelekee moja kwa moja katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 20 zijazo kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Na sasa ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo. Tukianzia saa 3 usiku kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Karibu. Kiwango cha chini kabisa cha joto la chini kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 7 katika mkoa wa Njombe na nyuzi joto 8 katika mkoa wa Mbeya, ukilinganisha na maeneo mengine hapa nchini, hususan nyakati za usiku. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yote hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Lakini kwa siku ya kesho katika mikoa ya Kagera pamoja na Mara, mikoa hii inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya Rosaria hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa upande wa Ziwa Rukwa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na mpenzi mtazamaji, tumalizie utabiri huu
kwa kuangalia utabiri wa siku nne zijazo katika baadhi ya maeneo hapa nchini, lakini tukianzia siku ya kesho kutwa. Dar es Salaam kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Dodoma, kiwango cha chini kabisa cha joto la chini kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 13. Mwanza kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mbeya, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 5. Kilimanjaro, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 14. Morogoro, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 15. Arusha, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 10. Na mpaka hapa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Leo ulikuwa nami mchambuzi wako wa hali ya hewa Mohamed Hamisi. Asante. Kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari kwa siku ya sasa, tutazame sehemu yale ambayo tumekuandalia ndani ya ulimwengu wa habari. Wataalamu wa kinywa na meno wanaolewa matumizi ya teknolojia ya CBCT. Kwingineko, simanzi ya tawala baada ya mwili wa mwalimu aliyeuawa katika mgogoro wa mifugo. Katika habari za kimataifa, Urusi yafanya mashambulio makubwa nchini Ukraine. Na vile katika habari za michezo na burudani, Watanzania watakiwa kuziunga mkono timu za taifa hapa nchini. Na mtazamaji, hadi kufikia hapo hatuna la ziada. Shukrani kwa wote ambao wamefanikisha kushiriki katika kuandaa ulimwengu wa habari kwa siku ya leo. Mimi naitwa Pius Jayunga. Endelea kuitazama Sky TV kwa vipindi ambavyo vinafuata. Uwe na usiku mwema.